Kwa majina mimi naitwa Steven Lemomo Kiruswa. Mimi ni mbunge wa jimbo la Longido, lakini pia ni naibu waziri wa madini. Na kwa swali liloliuliza kuhusu utekelezaji wa budget ambayo muda wake unaishia mwezi wa 6 mwishoni, napenda tu kusema kwamba budget imetekelezwa. Sina takwimu kwamba ni kwa asilimia ngapi, kwa sababu wenye kutunza budget wanaweza kukuambia, lakini ushahidi wa utekelezaji unaonekana katika kazi nyingi zilizofanyika katika kila sekta ya ujenzi wa taifa letu. Kuna sekta za kiuchumi, kuna sekta za huduma za kijamii, na ukiangalia katika sekta ya elimu, katika budget hii iliyopita tumeendelea kuona matokeo mazuri sana ya kazi iliyofanyika. Kulikuwa na shule za mikoa za science za wasichana. Kuna shule nyingi zimeendelea kupewa fedha, kwa mfano Longido ambapo ndio shule ya mkoa wa Arusha ya wasichana ya sayansi ilijengwa, waliendelea kupokea fedha za kumalizia ile shule. Ilikuwa ni shule ya kujengwa kwa shilingi bilioni 4.5 na waliongezewa tena karibu milioni 300 kwa ajili ya kumalizia bwalo na maeneo mengine ya huduma muhimu. Lakini pia ukiangalia katika ujenzi wa ile reli yetu ya mwendo kasi ambayo inatoka Dar es Salaam SGR kuja huku Dodoma na inaendelea kwenda mpaka Mwanza na baadaye kwenda mpaka Kigoma, sisi tunaosafiri nchi nzima kuangalia utekelezaji wa ilani na kazi za serikali, tunaona ujenzi ukiendelea katika vituo mbalimbali mpaka kule Isaka, unaona madaraja yanazidi kujengwa. Kwa hiyo huo ni utekelezaji wa budget hii ambayo muda wake unaenda kuishia. Kwa hiyo utekelezaji wa budget hii ambayo inaisha muda wake umefanyika kwa kiwango kikubwa. Hata sisi katika sekta ya madini kuna mafungu tulipewa katika kuendelea kujenga maabara ya kisasa kabisa ambayo inajengwa hapa Kizota na kazi inaendelea. Tulipewa fedha za kumalizia makao makuu ya Tume ya Madini katika eneo la Uzunguni hapa Dodoma, tumekamilisha 100%, lakini pia tulipewa fedha ya kununua vifaa mbalimbali za utafiti wa madini kwenye taasisi yetu ya GST na taasisi ya shirika la madini la taifa STAMICO, na hiyo ni kuonyesha kwamba kazi ya utekelezaji wa hii budget imefanyika. Kule Arusha kuna jengo la zaidi ya bilioni 30 la kujenga kituo cha jiomolojia, uongezaji madini thamani. Ujenzi unaendelea na ni kutokana na budget hii ambayo muda wake unaendelea kuisha. Kwa hiyo budget imetekelezwa kwa asilimia kubwa. Sina hakika ni kwa asilimia ngapi kwa sababu sina takwimu, lakini utekelezaji wake unaonekana kwa vitendo. Mtazamo wako ni upe katika budget ambayo inakuja? Tuna raha sana maana ni mwaka wa kwanza baada ya uchaguzi. Kipindi hiki cha hii budget inayoishia ilikuwa na mambo mengi. Huku kuna uchaguzi, huku kuna kazi ya utekelezaji wa ilani inayoisha muda wake, lakini pia ilani mpya ambayo tumeanzisha. Lakini sasa hivi focus ya serikali yote iko katika miradi ya maendeleo. Ndio maana ile miradi yote ya kimkakati ambayo ilishaanzishwa itaendelea kwenda kutekelezwa. Miradi mikubwa ya kuhakikisha kwamba umeme unafika katika kila kijiji ndani ya nchi hii, na zaidi ya 90% ya vijiji vyote nchini zimeshafikiwa na umeme. Imebaki kazi ya kusambaza kwenye vitongoji. Kazi hiyo itakwenda kuendelea kwa sababu bajeti hii itakwenda kuzingatia sana kuhakikisha kwamba jamii inafikiwa na huduma hizo muhimu. Miundombinu ya barabara, na katika bajeti hii nadhani mtasikia tu kwenye mjadala, lakini bajeti ya barabara za vijijini ya TARURA itakwenda kuongezeka kwa asilimia ambayo itakuwa ni ya kihistoria kuliko ilivyowahi kuwa, pamoja na zile za TANROADS ambazo zinaendelea kuboreshwa. Lakini pia tutaendelea kuona mabadiliko makubwa katika bajeti hii inayokuja katika ukuzaji wa sekta yetu ya madini. Mheshimiwa Kiruswa, kwa nini unapata ujasiri wa kusema kwamba bajeti imetekelezwa kwa asilimia kubwa? Ujasiri huo Ujasiri ninao kwa sababu ninaona mimi nazunguka nchi hii katika kusimamia kazi za wizara ambayo nipo, na kila ninapopita naona barabara zinajengwa, naona shule zinajengwa, naona huduma za afya, vituo vya afya, zahanati zinatoa fedha za kuendelea kumalizia miradi. Ninaona serikali iko kazini, sijaona kitu chochote kilichosimama. Unahisi kwamba kuna ulazima wa kubuni vyanzo vingine vya mapato ambavyo vitatusaidia kupushi bajeti zetu za ndani bila kutegemea wahisani? Jambo la msingi ni Watanzania wote watambue umuhimu wa kulipa kodi. Watanzania wote, kila mtu kwa kipato chake, kwa kiwango chake, akichangia kwenye mchango wa kodi, maduhuli ya taifa yakaongezeka, hatutakuwa na haja kabisa ya kukopa fedha au kuomba ya wahisani. Lakini pia miradi hii ya taasisi zinazozalisha mali kama wizara yetu ya madini, mashirika mengine ya umma ambayo vina vyanzo vya kupata mapato kama bandari na viwanda mbalimbali ambavyo vinaendeshwa hata na sekta binafsi, vikiendelea kukuzwa na mapato yakaendelea kuwa makubwa na wakalipa kodi kwa ukubwa, tutafikia mahali nchi hii haitahitaji kukopa fedha wala kutaka ya wahisani, watajiendesha wenyewe na bajeti yetu tutakuwa tunagharamia sisi wenyewe kama taifa. Mheshimiwa Kiruswa, bila shaka ripoti ya CAG bado haijaletwa bungeni.
na bila shaka itawasili kulingana na utaratibu unavyosema. Yes. Lakini ulipata nafasi ya kusikiliza ripoti ya CAG. Naam. Unasemaje? Ripoti ya CAG inaonyesha observations, mambo ambayo yeye amejionea katika ukaguzi wake, na yale mambo yeye huwa anayaanika tu, pengine ana majibu kabisa ambayo Watanzania watakaposikia watajua kwamba hakuna jambo la kushangaza. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu yeye amepoint maeneo ambayo ameona kama kuna kitu hakijakaa sawa, serikali ina wajibu wa kuja kujibu, na kama kuna mahali mambo yameenda ndivyo sivyo, sheria zipo na hatua stahiki zitachukuliwa dhidi ya ambao pengine hawakuwajibika ipasavyo katika kutekeleza majukumu yao kwenye sekta yoyote ambayo itakutwa na dosari kulingana na taarifa za CAG. Tungetamani kuona mjadala wa bunge hasa la bajeti inajikita katika maeneo gani kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania ambao wamewatumaini nyinyi kama wawakilishi wao hapa katika jengo hili la bunge. Kila mbunge ametumwa na watu ambao wanawakilisha wa majimbo, wa vitu maalum, na kila eneo lina mahitaji mahususi. Kwa hiyo mjadala utakwenda katika maeneo mahususi ya kila mjumbe mwakilishi, mbunge mwakilishi ndani ya jimbo hili. Wengine watajikita kwenye miradi ya maji maeneo kame kama kule kwangu Longido ambapo maji ni moja ya vipaumbele namba moja. Wengine watajikita kwenye barabara na hii inahusu nchi nzima. Wengine watajikita katika kuendelea kumalizia miradi ambayo ilikuwa bado haijamalizika bajeti iliyopita, kama kwenye miundombinu ya elimu, miundombinu ya afya, kupeleka umeme vijijini, na masuala mengine yanayofanana na hayo. Kwa hiyo nadhani zile sekta zote za ujenzi wa taifa hili, iwe ya kiuchumi, iwe ya huduma, mjadala utajikita, na ndio maana kila wizara ina siku yake ya kusoma budget na kujadiliwa ili mambo mahususi kwenye hiyo wizara yaweze kutendewa haki kwa mjadala utakaotoka ndani ya bunge. Mheshimiwa, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana. Asante sana, na mimi nakushukuruni sana ndugu zangu wa CAG News. Bila shaka mtawahabarisha Watanzania kwa kutoa taarifa ambazo ziko balance, na Watanzania wajue serikali yao iko kazini, na aliyoko juu ya yote na anayeona haya yakiendelea na nafurahi akiona mnavyo ripoti vizuri ni Mama Samia. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante.